Ni jambo sana ambalo nitaendelea kukukumbusha kwamba katika majira haya ambayo tumeanza, katika majira haya ambayo tulio nayo sasa, miezi hii ambayo ipo ahead of us, ambayo iko mbele yetu, ni kwamba ni majira mapya, na iwe unajua ama hujui, ama unakubali ama unakataa, ulimwengu wa roho, na tunapozungumza ulimwengu wa roho tunazungumza ufalme wa Mungu, yani serikali ya mbinguni, na ufalme wa giza, una interest kubwa sana na majira haya. Miezi hii ni majira ambayo falme mbili, ufalme wa mbinguni na ulimwengu wa giza, unakuwa na ushawishi ambao unatamani sana kutawala mifumo na maisha ya mtu kwa jumla na kwa kiwango kikubwa sana. Kwa nini iwe hivyo? Ni kwa sababu ni nyakati ambazo katika mifumo ya mwanadamu ni nyakati ambazo, ama ni majira ambayo mwanadamu huwa anajiandaa kwa mambo mengi, lakini pia huwa anataka kukamilisha mambo mengi, na huwa anakagua ni kipi nimemaliza na kipi ambacho sijamaliza, ili nikipange kwa upya na nikifanyikishe kwa ukubwa. Na ni majira ambayo mwanadamu anakuwa na vipengele katika kalenda ya kibinadamu. Mwanadamu anakuwa na vitu vingi sana, ikiwemo pamoja na mipango kuitimiza, ikiwemo na kufanya vitu vikubwa. Ukiangalia katika miezi yote, ni miezi ya mwisho wa mwaka na miezi ya mwanzo wa mwaka, ndiyo miezi ambayo mwanadamu anapanga. Sasa namna tutakavyo yapokea haya majira na kuyaendea itaamua maisha yako na jinsi ambavyo utakavyomaliza mwaka. Yani itaamua maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anasema, yani kuna mtu ambaye anataka mwanzo ukianza anaanza kwa kasi. Kumbuka kwamba ili kuwe mwanzo ujue kwamba kulikuwa na mwisho. Ili ufike Januari, remember kuko Oktoba, kuko Novemba na kuko Disemba kabla hujafika Januari. Bwana asifiwe sana. Na mwaka hauanzi tarehe 1 mwezi wa kwanza. Mwaka huanzi hivyo. Mwaka unaanza kubadilika ndani ya ufahamu wako kabla ibadilike kwenye kalenda. Kalenda inaweza ikabadilika, lakini haujaanza mwaka mpya. Tunapozungumuza mwaka mpya, yani ni maisha mapya, yani ni tafakari mpya, ni ufahamu mpya, ni akili mpya, ni tabia mpya. That is a year. That is the beginning of the year. That is a new year. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba Mungu analituma neno, nalo huwaponya, nalo huwatoa kwenye maangamizi. Kwenye kitabu cha Zaburi anazungumza kabisa kwamba hulituma neno. Mungu hatumi upepo, Mungu hatumi roho, Mungu sijui hatumi vitu malaika, analituma neno. Ili kuhakikisha kwamba hilo neno linawaponya fahamu, linawaponya roho, linawaponya kiakili, linawaponya na kimwili. Mungu hulituma neno na hutoa maelekezo. Hilo neno linakuja na maelekezo ili kuhakikisha kwamba mtu huyo anatolewa kwenye hayo maangamizo ambayo amejikuta ndani. Mungu akitaka kumponya mtu wake humtumia neno. Mtu ambaye Bwana atamponya, Mungu analituma neno. Yani kulikataa neno ni kukataa kuponywa. Kulikataa neno ni kukataa kutolewa katika maangamizi. Mungu atalituma neno tu ili limponye mtu na kumtoa kwenye maangamizo. Sasa it is up to that person, ni kwa ajili sasa ya ule mtu kulipokea hilo neno, lakini pia kulipuuzia. Kuna yule ambaye atalipokea na kuna yule ambaye atalipuuzia. Watu wawili tofauti wanaweza wakawa na kesi inafanana,
na wakalipokea neno, lakini mmoja akapona na mwingine hakupona. Na kwa sababu mmoja alipokea, mwingine akapuzia. Na matokeo ndiyo yanaonyesha kwamba huyu alipokea au huyu alipuuzia. Ni matokeo ndiyo yanazungumza, kwa sababu there's no way, hakuna namna ambayo neno la Mungu linaweza likashindwa. Iwe ni katika mazingira gani. Mazingira haiwezi kabadilisha neno, lakini ni neno ndilo linalobadilisha mazingira. Asante Roho Mtakatifu kwa hili. Nilikuwa ninatafuta sentensi hii na Roho Mtakatifu ameiachilia. Mazingira hayawezi yakabadilisha neno, lakini neno ndilo linalobadilisha mazingira. Reference kitabu cha Mwanzo. Mungu akasema, sura ya 1 mstari wa 3, Mungu akasema kuwe na nuru. Kukawaje? Kukawa na nuru. Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema, akaitenga nuru na giza. Ni neno ndio ilibadilisha mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu dhaifu ubadilishwa na mazingira, lakini mwanadamu shujaa hodari huyabadilisha mazingira. Oh my God. Wewe hutakiwi kubadilishwa na mazingira, lakini ni wewe ndiye unayetakiwa kubadilisha mazingira. Hutakiwi kuachilia magonjwa yabadilishe unachokiamini ndani yako, yabadilishe ufahamu wako. Hutakiwi kuruhusu, kwa sababu umeachwa na mume, umeachwa na mke, umezarauliwa, unapitia madeni, sijui ndoa mambo hayaendi, biashara, kwenye kazi, challenge yoyote ile kwenye maisha. Hutakiwi kuacha hayo mazingira yabadilishe kile unachokiamini ndani yako. Tunapokuzungumzia wewe, hatuoni miguu yako, hatuoni uso wako, tunaona ulichokibeba ndani. Na ulichokibeba ndani ndiye wewe. Kwani umewahi kuona kuna kauli ambazo, naomba nizungumze namna hii ili uweze kuelewa. Umewahi kusikia watu wako kwenye msiba wakasema kwamba jamani, chukueni mwili wa marehemu. Chukueni mwili wa nani? Wa marehemu. Sasa ninakuuliza swali, huyo marehemu, yeye marehemu kama marehemu, huyo marehemu anakuwa wapi? Hebu acha nikuache hapo, nikupeleke hapa pengine. Huwa unasema kichwa changu kinauma. Kwani wewe ni nani ili kichwa changu kinauma? Kwani wewe ni nani? Kwani hicho kichwa kiko kwenye mwili wako? Sasa wewe ni nani? Kichwa chako wewe ni nani? Miguu yangu inauma. Kwani wewe ni nani? Miguu yako wewe ni nani? Oh my God. Nataka kukuambia ya kwamba mtu wa Mungu, wewe hutakiwi kubadilishwa na mazingira. Ni wewe ndiye unayetakiwa kubadilisha mazingira. Yes. Ndani ya neno Mungu analolileta kwa mtu kwenye kila msimu na kila majira, huwa hilo neno linakuja na mbinu ndani yake na akili ya kiungu ili kumsaidia mtu wa Mungu namna ya kuishi. Haliji tu neno kama neno, linakuja na maelekezo, linakuja na jambo, linakuja na mbinu. Kunakuwa na mbinu fulani ndani ya hilo neno, lakini pia linakuja na wazo la kimungu na akili ya kiungu ili kukusaidia wewe mtu wa Mungu namna ya kuishi. Hatuishi tu kwa ajili ya kuishi. Ni nyakati na majira ya kukataa kuishi kikawaida. Ni majira ambayo our mind have to be transformed. Ni majira ambayo ukizungumuza, wale ambao walioangalia wanasema, huyu mtu anazungumuza kitu gani? Anazungumuza kitu gani? Mtu wa Mungu, sikiliza, usipuuzie wakati Mungu anaongea eti kwa sababu tu ujisikii ama hauna mudi ya kusikiliza, sijui hauna mudi za kusikiliza. Hapana, usifanye hivyo. Ninakushauri kabisa usifanye hivyo. Unasema, mtumishi Joseph, unazungumza kitu gani? Sikiliza nikwambie. Mungu hazungumuzi kwa sababu wewe unajisikia kumsikiliza.
Mungu haliachilii neno kwa sababu unajisikia kulisikiliza hilo neno. Hapana, Mungu analiachilia neno kwa majira sahihi na kwa wakati sahihi. Sasa hilo neno likija kwenye maisha yako, kama ndani yako hakuna utayari wa kulipokea hilo neno, nothing will happen. Hakuna kitakachotokea. Litakukuta, litakuacha na magonjwa yako. Litakukuta, litakuacha na umaskini wako. Litakukuta, litakuacha na kulalamika kwako. Litakukuta, litakuacha na mateso yako. Neno litakuja, litarudi kama vile vile. Lakini kanuni ya Mungu kabisa, neno lake linapokuja, something have to shift. Something have to change, repaired. Something, ni lazima kuwe na jambo ambalo litasogea. Ni lazima kuwe na jambo ambalo litashift, kuwe na kitu ambacho kitabadilika. That is the word of God. Hilo ndilo neno la Bwana. Usifikiri kwamba nazungumza mambo yangu. Unasema mtumishi, unazungumza kitu gani? Ngoja nikupeleke hapa. Fungua Isaya 55. Fungua Isaya 55. Nisome kwa haraka mstari wa 8. Nimalizie mpaka mstari wa 13. Sikilize nasema nini. Mstari wa 8, Isaya 55 mstari wa 8 hadi wa 13. Nasema hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Sikiliza nikwambie, neno la Mungu ni wazo la Mungu, na neno la Mungu ni Mungu. Huwezi ukamtenga Mungu na neno lake. Huwezi ukalitenga neno na mawazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza mstari wa 10. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi uko, bali uinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Unaona sasa, neno linapotumwa na Mungu kwenye maisha yako, linakuja linaonyeshwa kama mfano wa theluji unaoshuka, mvua inayoshuka inanywesha ardhi, ile mbegu iliyowekwa mule inaanza kuchipuka. Inampatia mtu apandaye mbegu na mtu alaye inampatia chakula. Ndo hapo mkulima anafurahi sana. Nimepokea. Ninakuombea kwa jina la Yesu, kila neno ambalo limetamkwa juu yako, kila neno ambalo Bwana ameliashiria kwenye maisha yako, likafanyike kwa jina la Yesu, likatimize makusudi yote ambalo lililotumwa na Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo ninakuombea, ikawa hivyo kwako. Sikiliza sasa mstari wa 11, inasema: ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwenye maisha yako, ulilipokea neno la nani? Umelipokea neno la nani? Je, umepokea maneno ya watu ama umelipokea neno la Mungu? Kama umelipokea neno la Mungu kwa ajili ya hayo magonjwa, kama umelipokea neno la Mungu kwa ajili ya biashara yako, kama umelipokea neno la Mungu kwa ajili ya ofisi, eneo, nafasi yako uliyoshikilia, kama ni kwa ajili ya huduma, kama ni kwa ajili kwenye ndoa, kwenye uzao, kwenye eneo lolote, neno la Mungu ambalo linakuja ni lazima litimize mambo yote ambayo Mungu alilituma. Ni lazima kabisa. Biblia inaendelea kusema: maana mtatoka kwa amani, mtaongozwa kwa furaha. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti ya kondeni itapiga makofi. Badala ya mchongoma utamea msonobari. Hapa anazungumza sasa, mahali ambapo pana maumivu patapatikana amani. Mahali ambapo pana shida patapatikana amani, patapatikana furaha. Mahali ambapo pana ugonjwa patapatikana uponyaji. Mahali ambapo pana mauti patapatikana uzima. Mahali ambapo pana umaskini patapatikana utajiri. Mahali ambapo pana uonevu patapatikana ushindi. Anasema badala ya mchongoma utamea msonobari, na badala ya mbigili mwadesi. Jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali.
Kuna mtu ananielewa hapa? Unasema mtumishi, unazungumza kitu gani? Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, neno la Mungu sio hadithi za sungura, sio historia, ni neno halisi. Lina nguvu ya kuumba, lina nguvu ya kubadilisha situation, lina nguvu ya kubadilisha kile ambacho wanadamu wanaona kwamba hakiwezekani. Hivi unafikiri alichokifanya Yesu ni historia tu zimeandikwa? Hapana. Something is happening, something is happening, something is happening. Hapana kusema sijisikii kusikiliza, sijisikii kusikiliza neno la Mungu. Sikiliza neno la Mungu. Kumuokoa Nuhu na familia yake lilipokuja, inawezekana labda kuna watu walikuwa hawampendi Nuhu kabisa, ila neema haiangalii nani humtaki au humuelewi. Neema haiangalii hivyo, eti simtaki, eti simuelewi. Neema haiangalii hiyo, haiangalii hiyo. Aliye na neno anaweza kuokoa familia yake yote kama watamsikiliza, kama watamsikiliza. Hebu angalia kitabu cha Mathayo sura 13 mstari wake wa 58. Yesu anafika nyumbani kwao, lakini hakufanya miujiza huko kwa sababu ya watu hawakuliamini neno, watu hawakumwamini. So nothing happened, no miracle, isipokuwa tu alinyosha mikono kwa baadhi ya watu. Lakini kusudi la neno la Bwana ilikuwa watu wote wafunguliwe. Lakini angalia mioyo ya watu, walisema hatuko mumudi, hatumpendi, hatujisikii, hatumtaki, hatumuelewi, na wakapoteza fursa. Maisha yao yakaharibika, yakawa yana mwelekeo. Ninakuuliza leo, sikiliza nikwambie, badilisha njia zako. Hebu imagine ndugu zake za Rahabu yule kahaba waseme eti huyu ni kahaba tu, atatuambia nini? Tangu lini Rahabu akawa na neno la ukombozi? And I bet you, yani ninakwambia mtu wa Mungu, kuna ndugu walimbeza kabisa. Yani kuna watu ambao walisema, kwani huyu ni kahaba tu, atatuambia nini? Kuna watu walimbeza kabisa kusema, kwani kama tu vile wewe pamoja na mimi kuna maeneo tunafika watu hawatusikilize, kuna maeneo unafika watu wanakuchukulia poa. Lakini nataka nikwambie siri ya Mungu ni ngumu sana. Yeye Rahabu ndo anajua, ndiye aliyejua ni kwa nini Rahabu na ni kwa nini sio wewe. Kwa nini Rahabu na wala sio hawakuwa hao ndugu zake? Aliyemwamini kati ndo aliyeokoka na majanga ya Yeriko. Aliyemwamini Rahabu ndiye aliyeokoka na yale majanga yote ambayo yalifanyika kwenye mji wa Yeriko wakati Waisraeli wanaliteka. Ninakuombea kwa jina la Yesu. Baba Mungu aliye hai, mwanao huyu anayenisikia, ninamwombea neema ya kulipokea neno lako na kumtoa kwenye kila maangamizi, na kumtoa kwenye kila hatari, na kumtoa kila mazingira yanayotatanisha, mazingira yaliyo magumu, mazingira ya kukatisha tamaa, mazingira yenye kumshusha mtu, yenye kumfanya mtu ajikatie tamaa, yenye kumfanya mtu kuacha wewe Bwana. Na muombea siku ya leo kwa jina la Yesu, neno lako liweze kumponya katika jina la Yesu. Limtoe kwenye hayo maangamizi ya magonjwa, maangamizi ya uonevu, maangamizi ya madeni, maangamizi ya ndoa, maangamizi ya familia, maangamizi ya biashara. Kwa jina la Yesu Kristo, I decree and declare, neno lako likatengeneze yale ambayo yaliyokataa kutengenezeka. Neno lako likaumbe jambo jipya kwenye maisha yake, likaumbe furaha, likaumbe amani, likalete fedha, likalete furaha, likalete umoja, likalete promotion, likalete mafanikio, likalete baraka kila maeneo ya maisha yako. Katika jina la Yesu ninatamka. Baba, ninakushukuru nami ninakuinua wewe kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili Bwana ya ukombozi wa siku ya leo. Asante kwa wema wako Roho Mtakatifu, umetuwezesha na tumeliteka lango la mwezi wa Oktoba, tumeliteka lango la mwezi wa Novemba, tumeliteka lango la mwezi wa Disemba, tumeliteka lango la mwaka ujao, tumeliteka lango la maisha yetu, tumeliteka lango la majira haya. Tunaenda kutangaziwa neema mpya kwa jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Asante Bwana kwa majeshi. Asante Yawe Nisi, bendera ya ushindi wetu. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya mwanao huyu ambaye umempa kibali
na kumponya na kumtia nguvu na kushiriki kwenye ratiba hii, kwenye ibada hii. Ninabariki maisha yake, Bwana, ukamuinulie uso wako na kumbariki katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya ushirika wako Roho Mtakatifu, nami ninakurudishia utukufu wewe Mungu aliye hai. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen, amen, amen. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624371. Wewe ambaye umekuwa ukishiriki nasi kwenye ratiba hii ya mfungo, unaweza ukaiachilia sadaka yako kwa kukamilisha mfungo ambao tumekuwa nao na kwa kuwasiliana nasi kwa namba zetu. Na wewe ambaye unataka kuwa partner wa huduma hii, kuwafikia watu mahali pote walipo, walio kwenye shida, wanahitaji maombi, wanahitaji neno, kuwatoa ndani ya giza, kuwatoa ndani ya maangamizi na kumpokea Yesu Kristo, na wengine kuimarisha mahusiano yao na Yesu Kristo, natamani kuwa partners na kufanya kazi pamoja nasi, mtu wa Mungu, usisite kuwasiliana nasi. Alama ya kujumuisha 2778624371. Hii ni huduma ya maarifa na maombi kuwafikia watu wote duniani ambao wanamhitaji Mungu na Yesu kubadilisha maisha yao na kuimarisha mahusiano yao na mwisho uzima wa milele. Haujaokoka mtu wa Mungu, muda ni huu. Wasiliana nasi kwa ushauri wa kiroho na maelekezo. Haujaokoka, hapana kusubiria kesho. Ebu wasiliana nasi sasa hivi. Wasiliana nasi sasa hivi. Umetumiwa na ndugu audio hii na unatamani kuwa kwenye group letu kupitia njia ya WhatsApp, kwa group letu la maarifa na maombi, wasiliana nasi. Na wewe ambaye unasikiliza kutokea hapo YouTube, hakikisha kwamba una subscribe na kuwatumia watu wengine. Na wewe ambaye uko WhatsApp, ebu visit channel yetu ya YouTube na kusikiliza mafundisho mengi sana, ili ujenge mahusiano yako na Yesu, na Mungu akubariki sana. Yesu akutunze na neema ya Kristo pamoja na wewe. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu anakupenda zaidi. Uwe na wakati mzuri. Shalom.